Kristo na wa kanisa lote ulimwenguni kwa kufanya hija takatifu kwa ajili ya kuimarisha imani yetu na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Hija hii inatukumbusha kuwa sisi ni wasafiri hapa duniani, nyumbani kwetu ni mbinguni, Yerusalemu. Maisha ni safari ya imani inayohitaji matumaini. Katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Filipi mlango wa 3 aya 20 hadi 21 twakumbushwa, kwa maana wenyeji wetu huko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu atakayeubadili mwili wetu unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ambao kwa kuwa hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Kwa hivyo Wakristo twaombwa na Mama Kanisa tushiriki safari hii kwa kuifananisha na safari ya ukombozi wa Bwana wetu akielekea Kalvario kwa ajili ya kutukomboa sisi. Wakristo tutubu dhambi na kuamini Injili na kutenda matendo ya huruma kila siku, ili tunufaike na neema za hija hii na kuwa na matumaini ya kurithi ufalme wa mbinguni. Tumaini linapata ushuhuda wake wa juu kabisa kwa mama Mungu. Katika Bikira Maria mbarikiwa tunaona kwamba tumaini si matumaini yasiyo na msingi, bali ni zawadi ya neema katikati ya uhalisia wa maisha. Chini ya msalaba alishuhudia mateso na kifo cha Yesu mwanawe asiye na hatia. Akiwa amefunikwa na huzuni, hata hivyo alihuisha tena ndio yake. Kamwe hakuacha tumaini na kumtumainia Mungu katika utungu wa huzuni hiyo aliyoitoa kwa upendo. Maria akawa mama yetu, mama wa tumaini. Katikati ya dhoruba za maisha haya, mama wa Mungu hutujalia msaada, hututia nguvu na hutuhimiza kuendelea mbele kwa matumaini na imani thabiti. Mara nyingi tunakutana na watu ambao wamekata tamaa, wenye tamaa na wenye busara kuhusu siku zijazo, kana kwamba hakuna kitu kinachoweza kuwaletea furaha. Kwa sisi sote, Jubilei iwe fursa ya kufanywa upya kwa matumaini. Hebu hata sasa tuvutiwe kwenye tumaini hili kupitia ushuhuda wetu. Tumaini linaweza kuenea kwa wale wote wanaoutafuta kwa shauku, na jinsi tunavyoishi maisha yetu yawaambie kwa maneno mengi: tumaini katika Bwana, shikamaneni imara, jipe moyo na tumaini katika Bwana. Zaburi 27 aya ya 14. Nguvu ya tumaini ijaze siku zetu tunapongojea ujasiri kuja kwa Bwana Yesu Kristo, ambaye kwake sifa na utukufu sasa na milele. Somo kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Basi tukiisha
kuhesabiwa haki kwa imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na saburi kazi yake ni udhabiti wa moyo, na udhabiti wa moyo kazi yake ni tumaini. Wala tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Hebu hata sasa tuvutiwe kwenye tumaini hili. Kupitia ushuhuda wetu, tumaini linaweza kuenea kwa wale wote wanaoutafuta kwa shauku. Na jinsi tunavyoishi maisha yetu yawaambie kwa maneno mengi: tumaini katika Bwana, shikamaneni imara, jipeni moyo na tumaini katika Bwana. Nguvu ya tumaini ijaze siku zetu, tunapongojea kwa ujasiri kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwake sifa na utukufu sasa na milele. Amina. Tuombe. Baba, wewe ni tumaini ambalo halikati tamaa na mwanzo na mwisho wa vitu vyote. Bariki mwanzo wa safari yetu ya mahujaji nyuma ya msalaba mtukufu wa mwanao katika wakati huu wa neema. Ponya majeraha ya mioyo iliyovunjika, fungua minyororo inayotufunga sisi watumwa wa dhambi na wafungwa kwa chuki, na kuwapa watu wako furaha, ili waweze kutembea kwa matumaini mapya, wakielekea kilele cha maisha yao ya Kikristo. Njia ya Kristo mwana wako na Bwana wetu, ambaye anaishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu milele